Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan wa rasuluhu wa ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chake, naye si mwingine bali ni mtume mtukufu wa daraja Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nitumie tena fursa hii kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika nitumie fursa hii kukukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zinakwenda kwa anwani ya nguzo za Uislamu, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi basi yote tunayoendelea kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi. Ama kwa siku ya leo tutaendelea na miongoni katika vipengele au niseme tabia ambazo anatakiwa kujipamba nazo Muislamu au mtu yeyote ambaye amekwisha kutamka shahada mbili insha Allah. Mara ya mwisho tulizungumzia kuhusiana na kipengele cha kutafuta ilmu, na leo tutazungumzia kipengele kingine cha muhimu kinachohusiana na kuwa na hikma. Ndugu zangu katika imani, elimu pamoja na ubora wake hainufaishi bila ya kutumiwa kwa hikma. Kufanya jambo kwa hikma ni kufanya jambo kwa kutumia ujuzi unaostahiki na kwa kufuata utaratibu unaostahiki kulingana na mahali na wakati, kwa kuzingatia mwongozo na mipaka ya Allah tabaraka wa taala pamoja na sunna ya mtume wake. Kwa hivyo kila muumini anawajibika kufanya mambo yake yote kwa ujuzi wa kutosha, na kabla Muislamu hajafanya jambo lolote anatakiwa afahamu lengo la hilo analolifanya, na je, lengo hilo linampelekea kumwabudu Mola wake na kuwa khalifa wake au la? Baada ya kulifahamu lengo, hana budi kuwa na ujuzi na mbinu zinazostahiki kumfikisha kwenye lengo kwa wepesi na kwa ufanisi. Asichague Muislamu njia ndefu na ngumu akaacha njia fupi na nyepesi inayowafikiana na mwongozo wa Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume wake. Hikma ni katika vipengele vya tabia njema vilivyo azizi anavyotakiwa avipiganie muumini ili awe na hadhi inayostahili, yaani hadhi ya ukhalifa wa Allah tabaraka wa taala hapa ulimwenguni. Kwa hiyo waumini hatuna budi kufanya mambo yetu kwa hikma, na daima tumwombe Allah tabaraka wa taala atuzidishie hikma. Kipengele kingine muhimu sana ambacho anatakiwa kukizingatia Muislamu mwenye shahada ni ikhlasu. Ikhlasu ni kufanya kila jambo jema kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Inahusisha kutoa huduma na mali kwa ajili ya watu wanaohitaji msaada bila ya kutarajia malipo yoyote kutoka kwao, ila kutoka kwa Allah pekee na si vinginevyo. Kwa mfano, kumlisha na kumvisha maskini, fukara au yatima bila ya kutarajia hata kupata shukrani au asante kutoka kwake, ila tu kwa kutegemea malipo kutoka kwa Allah, ni kitendo cha ikhlas. Na labda tu nachoweza kusema ni kwamba wale wanaotoa misaada
wanaohitaji wa ikhlas wamesifiwa na Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani sura ya 76 aya ya 8 mpaka ya 10. Nasema Qur'ani, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatiman wa asir innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Na huwalisha chakula maskini na yatima na wafungwa, na hali ya kuwa wenyewe wanakipenda chakula hicho. Husema nyoyoni mwao wanapowapa chakula hicho, tunakulisheni kwa ajili ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu peke yake, hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hakika sisi tunamwogopa Mola wetu hiyo siku yenye shida na taabu. Na katika sura nyingine, sura ya 92 aya ya 17 hadi aya ya 21, Qur'an nasema, wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wama li ahdin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yaragha. Na amchaye Mwenyezi Mungu ataepushwa nao huo moto wakao kwa nguvu, ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa, na hali ya kuwa hakuna yeyote anayemfanyia ihsani ile awe anamlipa, isipokuwa anafanya haya kwa kutaka radhi ya Mola wake mtukufu, basi atapata la kumridhisha. Katika hali ya kuisha uelewa, ndugu zangu, tutambue kwamba hii haishi tu katika kutoa mali peke yake, bali lolote lile unalolifanya Muislamu wa kweli hana budi kulifanya kwa nia ya kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utendaji wa mwanadamu uliofanya kwa ikhlas ndio pekee utakaomwezesha kuwajibika vilivyo kwa wanadamu wenzake na kwa Mola wake mtukufu. Kipengele kingine muhimu anachotakiwa kukizingatia muumini wa Kiislamu mwenye shahada ni kujiepusha na ria na kujiona. Ria ni kinyume cha ikhlasi. Kufanya ria ni kufanya jambo jema ili watu wakuone, wakusifu au wakupe shukrani. Na mtu anayefanya ria hafanyi wema kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, bali hufanya kwa kutarajia malipo ya hapa duniani peke yake, iwe ni mali au sifa, hata shukrani. Na mwenye kufanya ria hata akijiita Muislamu hana malipo yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala katika siku ya hukumu, isipokuwa adhabu kali motoni, kama tunavyojifunza katika aya mbalimbali za Qur'ani. Tukirejea katika Qur'ani sura ya 107 aya ya 4 hadi ya 6, inasema, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Na adhabu kali itawathibitikia wanaoswali, ambao wanapuuza swala zao, ambao hufanya ria. Na katika hadithi nyingine tunafahamishwa kuwa Bwana Mtume Muhammad SAW anasema, katika siku ya hukumu vitendo vyote vilivyofanya hapa duniani vitahudhurishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Vitendo vilivyofanywa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala vitatengwa, na vitendo vingine vilivyofanywa kwa nia nyingine mbalimbali vitatupwa motoni. Wanaudhu billahi min dhalik. Tukithirishe sana kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo mazito. Kipengele kingine muhimu sana anachotakiwa kukizingatia Muislamu mwenye shahada ni kuepuka unafiki. Nafi, ndugu zangu, ni mtu yeyote anayeukubali Uislamu mdomoni, lakini moyoni mwake na katika matendo yake anaukanusha. Kwa hiyo usisubiri mtu aje kukuhukumu hivyo, na tangia hapo pengine hakuna mwenye huo muda, isipokuwa kupitia vitendo vyako mwenyewe na maneno ya Mwenyezi Mungu ndio pekee atakayokuongoza kujua upo katika kundi gani. Wanafiki wanaainishwa vyema katika aya mbalimbali za Qur'ani. Kwa mfano, tukirejea katika suratul Baqara aya ya 8 hadi ya 9,
Inasema Qur'an, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Na katika watu wapo wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na hali ya kuwa wao si wenye kuamini. Wanataka kumdanganya Allah tabaraka wa taala na wale walioamini, lakini hawadanganyi ila nafsi zao, nao hawatambui. Wanafiki pamoja na kuonyesha imani ya uongo ni maadui wakubwa sana wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Ni kwa sababu ya kushirikiana na makafiri na washirikina katika kupiga vita Uislamu. Tena yawezekana kabisa wao wakawa ni maadui wabaya zaidi kuliko makafiri na washirikina, kwa sababu wanatoa siri za ndani za Uislamu na kuwapelekea maadui wa Uislamu ili wapate kuuhirikisha Uislamu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amewaahidi wanafiki kuwa watapata adhabu kali iumizayo, kama inavyosema katika Qur'ani sura ya 4 aya ya 145. Mwenyezi Mungu anasema, bila shaka wanafiki watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto wa Jahannam. Wanaudhu billahi min dhalika. Kimsingi ndugu zangu, huwa hakuna alama au nembo maalum zinazoonekana katika sura au mwili wa mtu mnafiki, bali kama nilivyotangulia kutanabaisha hapo awali kwamba wanafiki wanatambulika kwa matendo yao au mienendo yao. Mwenendo wa kinafiki au sifa za wanafiki zimebainishwa kwa uwazi katika Qur'an na hadithi sahihi. Katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala amewaelezea wanafiki katika aya mbalimbali, ikiwemo sura ya 2 aya ya 8 mpaka ya 20, sura ya 3 aya 167 mpaka 168, sura ya 4 aya ya 60 mpaka ya 63, sura ya 4 aya 138 mpaka 145, sura ya 9 aya ya 43 mpaka 48, sura ya 33 aya ya 12 mpaka ya 20, sura ya 57 aya ya 13, sura ya 59 aya ya 11 hadi ya 17, na sura ya 63 aya ya kwanza hadi ya 8. Kipitapita humo katika hizo aya utajifunza kwamba wanafiki wamesifiwa kwa sifa mbalimbali, ikiwemo zifuatazo. Kwanza kabisa ni kwamba maneno ya wanafiki siku zote huwa ni kinyume na matendo yao, kwa maana ya kwamba wanayoyazungumza na wanayoyafanya ni vitu tofauti tofauti. Anaweza kukuambia anakupenda, lakini moyoni mwake akawa anakuchukia kuliko unavyoweza kudhania. Pia wanafiki hujaribu kumdanganya Allah tabaraka wa taala pamoja na Waislamu, wakidhani kuwa yaliyo vifuani mwao hayajulikani. 3, siku zote wanafiki hufanya ufisadi huku wakidai kuwa wanatenda wema au wao wanatengeneza zaidi. Wanafiki pia huwaona waumini wa kweli kuwa ni wajinga kwa kufuata kwao Uislamu inavyotakikana, kitu ambacho kwenye jamii zetu kinaonekana kawaida sana. Lakini mtu anayeswali swala 5 basi anaonekana kana kwamba ndio ustadhi 5 swalawati, kana kwamba kuswali swala 5 ni wajibu wa watu wachache katika jamii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pia wanafiki ni watu ambao huyapenda zaidi maisha ya dunia kuliko maisha ya akhira. Lakini pia wanafiki huwa hawapendi kuhukumiwa na sheria za Allah tabaraka wa taala. Pia wanafiki hupendelea kutumia viapo kama kifuniko cha maovu yao. Lakini pia huwafanya makafiri na washirikina kuwa ndio marafiki zao wa ndani badala ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake na Waislamu. Pamoja na sifa nyingine tu ambazo zipo nyingi, unaweza kuzipitia katika aya nilizokutajia hapo juu, na kama ukikuta kuna inayokugusa katika hizo, basi wakati ni sasa, badilika, rudi kwenye njia wakati ambao bado muda unaruhusu. Tabia nyingine anayopaswa kujipamba nayo Muislamu wa kweli ni tabia ya kuwa mkweli. Ukweli ndugu zangu ni uhakika wa jambo. Kwa hiyo Muislamu wa kweli hana budi kuwa mkweli na kusimamia ukweli. Allah tabaraka wa taala anatuamrisha katika Qur'ani tuwe wa kweli katika
kuendesha shughuli zetu zote za kimaisha. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni pamoja na wakweli. Msema kweli ni mpenzi wa Allah tabaraka wa taala, na Allah subhanahu wa taala amewaandalia wakweli ujira mzuri kabisa kwa hapa duniani na huko akhera, kama tunavyobainishiwa katika Qur'an kuwa Allah tabaraka wa taala anasema katika hiyo siku ya hisabu, waswadiqina waswadiqati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhim. Na wanaume wasema ukweli na wanawake wasema ukweli, Allah amewaandalia msamaha na ujira mkubwa. Basi nasi natukithirisha katika kumwomba Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi kuyaelewa na kuyafanyia kazi yale yote tunayoendelea kujifunza katika darasa hizi. Atujalie afya njema ya kiwiliwili na kiroho katika kuliendea lengo la kuumbwa kwetu na kuwepo juu ya mgongo wa ardhi. Atuongoze katika njia iliyonyooka, sio ya wale waliopotea, bali ya wale walioneemeshwa. Allahumma aiza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa khtim lana minka ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni muqima salawati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma ja'alni muqima salawati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minati yawma yaqumul hisaba. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana sufana adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana faqina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.